mzuri ambao kama ilivyo ada yenu waandishi mmekuja kwa wingi, naendelea kusupport mchezo huu ambao ndio mchezo wa wanyonge, ndio mchezo unaopendwa zaidi katika nchi yetu, na kwa kifupi ndio unaopendwa zaidi duniani. Kwa hiyo tuendelee kuvishukuru vyombo vya habari kwa support kwa mchezo huu murua zaidi hapa nchini. Sisi klabu ya Simba kuelekea mchezo wa Jumamosi hatuna mengi isipokuwa ni kuwaomba wafuasi wetu. Hawa sisi hatuwaiti wachezaji wa 12. Huu ni mchezaji wa 12, 13, 14, 15. Ndio mchezaji muhimu zaidi, ndio nyota wa klabu ya Simba. Simba haina star zaidi ya mshabiki wa Simba. Walobakia wote ni wachezaji, lakini star wetu mkuu ni mfuasi wetu, mshabiki wetu. Ndio ngao yetu na ndio kinga yetu na ndio dawa yetu. Kama alivyokiri Jafar kwamba watakutana na washabiki wengi wa Simba. Hiyo si Simba inatupa faraja kwamba watu wanajua ukija Taifa unakutana na umma wa watu 60,000 wanaohanikiza na kuzomea. Ni waombe sana washabiki wetu. Hii mechi kubwa, tumeshinda mara 2 mfululizo ngao ya hisani, tunahitaji kushinda tena mara ya 3. Nataka kuchukua ngao za hisani kila zinazokuja kwa miaka 10 mfululizo, kama ambavyo tutachukua ubingwa wa ligi kuu miaka 10 ijayo mfululizo, back to back 10 years. Hakuna kumwachia mtu. Kwa hiyo nataka na ngao za hisani tuziokote. Sasa hivi mwaka huu tumekubaliana ndani ya club kwa wachezaji, huu ni mwaka wa trophies. Hatuachi kikombe. Mwaka huu tumekubaliana kabisa. Huu ni mwaka wa trophies. Kila kikombe tutakachoshiriki tunataka kukichukua. Tunajua tutakuwa na changamoto kubwa sana ya ubingwa wa Afrika. Na ndio maana klabu imeweka lengo, target yetu ni semi-finals. Tukivuka hapo alhamdulillah. Lakini hivi vingine vya nyumbani hivi tumesema hivi ni kidile mwali kivika, unavichukua unaviokota unaviweka ndani. Lakini tunajua unaenda kucheza timu nzuri, Azam timu nzuri sana. Mimi ukiniambia katika timu za Premier League timu bora ukiacha Simba ni Azam. Yes. Nenda hata kwenye statistics za usajili. Wamesajili kifundi, wana wachezaji wazuri, wenye weledi, wana experience, lakini kuna mchanganyiko wa vijana wadogo na wachezaji wa kongwe, lakini wana kocha mzuri sana. Mwaka jana niliwahi kuandika mahali watu waliniona kama mjinga hivi. Niliwahi kusema kwangu mimi kocha bora wa Premier League, ukiacha kocha aliyeshinda kikombe, ni kocha wa Azam ambao wakati ule kwa KMC. Unaitoa timu ambayo imepanda ligi kuu msimu wa kwanza, unaipeleka mpaka kwenye nafasi waliyopata KMC kwenye kombe la shirikisho la Azam na ligi kuu. Yule sio kocha wa kawaida. Anajua mbinu. Yaani nimemuangalia toka akiwa Mbao. Ana mbinu za kimpira. Anajua naenda kucheza na Simba, nicheze vipi, niingie vipi. Ni kocha bora, yani nyota wa mchezo wa Azam. Wakati sisi nyota wetu ni mshabiki, nyota wa klabu ya Azam ni kocha wao. Unajua atakujaje. Mimi namheshimu sana yule mwalimu, sana. Na niliwapongeza sana TFF kwa kumchagua yule mwalimu kwa kaimu kocha wa timu ya taifa. Na naamini anaweza kukabidhiwa jukumu hilo rasmi. Kwa hiyo tunakwenda kupambana na kikosi chenye kocha bora, chenye wachezaji wazuri, na wametoka kucheza mechi kubwa mbele ya washabiki wengi, kwa hiyo hawatakuwa na hofu. Ingawa wale waliingia bure kule Ethiopia, sisi hapa tunalipa kiingilio. Na kiingilio kama alivyokutaja TFF 5,000 ni rahisi sana kwetu, ndio tushazoea hivyo. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania wote waje waangalie mchezo huu, na bila shaka sababu mchezo huu faida yake ni kubwa. Ni nini? Tunarejesha kwa jamii. Hatuwezi kuwa tunacheza mpira afu turejeshi kitu kwa jamii. Kwa hiyo TFF na sisi vilabu, kile kitakachopatikana kwa sehemu fulani na kwenda kusaidia jamii yetu kadri ambavyo TFF ilivyopanga. Lakini niwaombe, kuna jambo very special.
Sisi tumezindua jezi, tunauza jezi, lakini kuna mfiatuko umeanza kuibuka wa jezi mpya za Simba ambazo sisi klabu hatuzitambui. Tumeongea na wenzetu wa kanda maalum, lakini tumeomba na wizara. Kwanza wizara tusaidie jambo moja, kwa kushirikiana na mamlaka zinazohusika kwa maana ya TRA na vyombo vingine. Jezi hizi zinafyatuliwa huko Asia huko, lakini zinakuja aidha kwa ndege ama kwa meli, na zinapita katika viwanja vyetu hivi na bandari yetu hii. Sasa unaingia mzigo wa jezi 30,000, ni rahisi tu. Sisi tuna wakala wetu, sio wakala, tuna mtu rasmi ambaye tumempa mamlaka ya kuuza na kusimamia jezi zetu. Wasiliane na klabu. Namna rahisi ya kuzuia hawa watu vibaka hawa ni kwamba jezi zimeingia airport au bandarini, jezi 50,000, mamlaka ziwasiliane na sisi. Hizi jezi mnazijua, mnazitambua zenu, kwa sababu vinginevyo kila siku tutakuwa tunapiga. Hiyo ndio njia rahisi zaidi ya kuanza kuzuia. Ya kwanza, wao tumeiomba Wizara ya Michezo na wametuambia tuandikie rasmi ili waweze kuwasiliana na hivyo vyombo kuzuia uuzaji wa jezi fake. Sisi jezi ndio klabu pekee jezi inatupa faida. Wengine hawaoni faida ya jezi, wanazindua tu ili mradi na wao wazindue. Sisi tunapata fedha 200 million cash na vifaa vyote mpaka mabegi. Kwa ndio klabu ambayo inafaidika na mauzo ya jezi, ndio ukubwa wa Simba. Sasa katika hili tunapopata Simba, manake na kodi inapatikana, wauzaji wa rejareja wanafaidika, na tuna mawakala wengi kote nchini. Na tumeomba mpaka matawi yote sasa yasimamie jezi hizi, wawe maajenti wetu wa mikoani, wa mawilayani. Tupata mawakala Mpanda, Sumbawanga, Mbinga, Ruvuma, Shinyanga, ni matawi ya wanachama wa Simba. Na hapa mjini Tipo anauza, Shafi anauza, maduka mengi anauza, maduka yote ya Romario anauza. Nao wanapata kile cha juu chao 5,000, klabu inafaidika, mnunuaji anafaidika. Kwa mimi ningeomba Jumamosi tusitafutane muhali, tusitafutane lawama kwenye issue ya jezi, tusitafutane lawama. Baadaye hajiongea na mambo sasa, hajiongea na Makonda, tusitafutane lawama. Mimi nitakuwa sipo, niko ndani, watakushughulikia watu. Niwaombe wachuuzi, nendeni mkanunue jezi kwenye mtu aliyepewa mamlaka ya kuuza jezi za Simba. Hizi jezi za kufyatua matuka, jezi na kuja fake, jezi ukifanya hivi tu imelaruka. Hatuwezi kukubali hiyo jambo. Naomba sana kwa hiyo, na hili ni ombi maalum. Wakati nakuja hapa, uongozi wa klabu uliniomba sana nisisitize swala la jezi fake. Mwisho kabisa niseme kwamba kikosi chetu kipo tayari kwa mchezo huu. Hatuna majeruhi. Ajib ameanza kusogea, sijajua program ya mwalimu. Aishi tayari yuko mazoezini, sijajua program ya mwalimu. Tunajua kwamba kiufundi mwalimu wetu angehitaji kumaliza mechi ndani ya dakika 90, na tunajua sisi tuna silaha kule mbele. Rafiki yangu hapa Jafar, shemeji yangu, amezungumzia mechi ya mwisho walipambana wakapata sare. Ni lazima ujisifu kupata sare na Simba. Yes. Mtu anakwenda kucheza quarter finals ya Champions League ya Afrika, alafu unapata naye sare, lazima ujisifu. Hongereni sana kwa sare ile. Lakini mechi ya kwanza tulipiga ngapi? 3 au ngapi? 3-1. Hata ile moja yenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mchezo huu tukiamini kwamba anything can happen. Sio do or die game hata kidogo.
tunataka kombe ngao, lakini anything can happen kwa ubora wa kikosi cha Azam. Wala nsipungunye maneno hapa. Ingekuwa timu nyingine kama nacheza hapa, ingekuwa mfano nacheza na wale wenzangu, na mimi ningesema naenda kupiga 5-4-3, lakini Azam huwezi kusema hivyo hata kidogo. Mechi ngumu, na tunaamini baada ya mchezo wa Jumamosi, moja ya kazi ambayo bwana Clifford na TFF mniruhusu kwa kushirikiana na wenzangu hawa, tuna mechi 3 za nyumbani timu za Tanzania na moja ya away timu za Tanzania. Mtawaambia wenzangu tuzunguke kwenye maredio, vituo vyote vya TV, magazeti, tufanye press conferences kuhakikisha kwamba Chamazi inajaza watu, Taifa inajaza watu, na mechi KMC inajaza watu. Tukikosa kutumia hii fursa vizuri, tutarudi tena kuwa na timu mbili hapa. Na tutumie vile vile fursa hiyo kuwaombea wenzetu kule wafanikiwe. When it comes kwenye issue ya kitaifa, mapenzi yangu na mahaba yangu kwa Simba naacha nyuma. Kama kuja issue ya kitaifa, siwapendi kweli gongo wazi, lakini when it comes kwenye issue ya kitaifa, dua na sala zangu naelekeza kwao. Wao hawanielewi leo, kuna mwaka watanielewa. What a minute. Ninachomaanisha mimi, nchi yangu itaendelea kupata timu nyingi zaidi. Wakifungwa nitawacheka, sikatai. Lakini sasa hivi ningependa wafuzu. Na sio Simba tu, Azam, KMC, Young Africans, wote tufuzu. Kwa hiyo tukimaliza ile bwana Jafar, na kuomba ombi rasmi tukae. Wenzetu wanashirikiana sana ninapokuja issue ya kitaifa. Hakuna ni agizo la rais, lakini na sisi wenyewe lazima wana michezo tuonyeshe hivyo. Na nyie waandishi msapoti hili. Make nyie, wakati mwingine kuna mwandishi mmoja mwaka jana alinikera sana, very senior journalist. Aliandika kwamba unajua hakuna kokote duniani, make mimi nilizungumza jambo kama hili mwaka jana. Hakuna kokote duniani timu zinasapotiana. Hawezi kuiga vitu vya hovyo. Hata kama kweli hakuna, yani Tanzania hatuwezi kuiga vitu vya hovyo. Yani kuna nchi watu wanaoana wanaume kwa wanaume. Kwa hiyo na sisi tuige. Mwandishi very senior. Kwa hiyo mimi nashauri tumalize mechi yetu Jumamosi. Hii ni vita yetu ya nyumbani. Baada ya hapo, kama Watanzania tuungane. Hivi kwa mfano, kuna faida ngapi nchi itapata kwa mfano timu 4 zikiingia zote kwenye group stages? Mnajua faida itakayopata? Pesa zinaingia. Ukiingia group stage kuna pesa inaingia, TFF wanapata, vilabu vinapata. Pesa zile zinazunguka, kodi inaongezeka. Achana na masuala mahaba. Kwa hiyo niwaombe. Na bahati mbaya sana hawakuniomba. Mimi nilikuwa niko tayari kusupport watu waende mpirani. Mechi ya Yanga nilikuwa tayari kabisa, nilimwambia mpaka katibu mkuu wa TFF, natamani niseme kitu, lakini hawa nao unaweza ukasema ukaonekana kama unajipendekeza. Nilichowafanya watu wa Simba, nikamwambia jamani mawili, either muende msiwazomee au mkae nyumbani. Watu wa Simba wastaarabu sana, wakaamua kutoenda. Ndio maana hata goli la Lola zisiu kukulisikia kwenye watu wa Simba washangaa. Kwenda na mtu mmoja, sio kwa watu wawili. Abdalla Kipukusu wasio walikuwa na macho nadhani. Watu wawili tu wa Simba. Sasa sauti zao zikusikika. Lakini wange tukikubaliana, hata tukashirikiana hata kama yani unajua sijui mimi nimalize Clifford, sikucheleweshe press yako. Mwaka mmoja nilikuwa niko Zimbabwe. Yanga walikuwa wamekuja wanacheza na Highlanders kitu kama hiki 2001. Sisi tuna timu tu Highlanders. Highlanders kina mtu wa Kiweru. Walikuwa timu ile kina mtu wa Kiweru, kina nadhani kina Machinga 2001. Yanga ile mechi ukipiga mpira mwingi, nilikuwa mpirani. Nakumbuka mwalimu Mkwasa alikuwepo. Kwa hiyo tumewapata hotelini pale. Mimi Simba, lakini nimeenda kuisupport uwanjani Rufaro pale Yanga. Nilichokataa ni kutovaa jezi yao tu. Nikasema hii tena haiwezekani. Lakini nilikuwa pale kama Mtanzania, I was there. Yani yule utaifa unapokuingia hujali issue ya Yanga wala Simba. Na tukiwa hivi. Wote tukiamua kwa hivi. Kwa kutoka moyoni, sio ya kinafiki. Kwa kutoka moyoni na wahakikishia tutapiga hatua sana.
Acheni mambo ya kizamani zamani kuiga eti. Mimi hii dhana lazima tuiondoe. Timu ikija hapa mgeni hapa na kwa mgeni kweli kweli. Na ndio maana ndio walaumu sana Yanga kwa kutojeza uwanja. Azam, sisi Simba tutawasupport 100% kwenye mechi yenu na Ethiopia. Na tutaagiza wanachama wetu, sababu tutacheza siku tofauti, washabiki wetu. Jana nilikuwa naongea na Yusuf, naambia mimi mwenyewe nitasimamia washabiki wetu tuwachukulie magari waende Chamazi wakaishangilie Azam. Tutapiga kelele washangilia kwenye mechi hiyo. Na tutafanya hivyo kwa KMC. Yes, sisi wa Tanzania. Naomba nimalizie kwa kushukuru sana. Naomba haya mambo yangu haya niasikie. Tukipiga kelele hivi mara nyingi watu wengi, kuna siku wengine nao wataelewa. Asanteni. Sitaki swali. Asante Manara.